Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye kipindi chetu cha leo, ambaye mchungaji Israel anatoa mtazamo wake kuhusu sakata ya mchungaji Ezekiel aliyedai kuwa wachungaji haswa wa kanisa lake wanafaa kuwa na mavazi za kirasmi kuwatenganisha na wale wengine. Hii ilizua mjadala mkali sana kwenye mtandaoni. Je, ni sahihi kwa viongozi wa kiroho kuwa na utambulisho wa kipekee wa mavazi? Au kila mtu ana uhuru wa kuvaa anavyotaka? Baki nasi basi hadi mwisho tusikie maoni yake. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Jina langu naitwa Bishop Israel Yohana. Nimekuwa mshauri sana mambo ya kiroho na katika mambo pia ya unabii kwa sababu ya nchi hii, na nimekuwa nikiuliza maswali mengi, kwa nini ya kwamba watu wanaiga mavazi ya Pastor Ezekiel. Imefika mahali mpaka amebadilisha yale mavazi. Unajua, nitasema hivi, katika hii injili kuna watu walioitwa na Mungu, na mtu aliyeitwa na Mungu anafanya mapenzi ya Mungu, na kuna wale ambao wamejiita wanafanya mapenzi ya wanadamu. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa mwito. Nataka nizungumzie kuhusu mwito. Mtu anapoitwa na Mungu hufanya mapenzi ya Mungu, na ukifanya mapenzi ya Mungu, Mungu lazima ajidhihirishe kwako. So kumekuwa na mambo yamekuwa yamezua mjadala mkubwa kuhusu mavazi katika huduma. Je, mtumishi wa Mungu anafaa kuwa na vazi la aina gani ama vazi maalum? Na mimi nitaeleza kwamba mtumishi wa Mungu, kuna wale kuvaa vazi maalum si mbaya, kwa sababu inategemea na vile ambavyo wewe bila Roho anavyokuongoza. Na kila mtu anatujua kwamba mtumishi wa Mungu anapaswa kuvaa tu mavazi yenye heshima, si mavazi ya aibu, mavazi yenye heshima ambayo kwamba ataonyesha kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu natumai kwamba mtu kama yule anaitwa Simon Peter. Simon Peter hata alipojaribu kumkana Yesu, haingewezekana, kwa sababu hata kuongea kwake alikuwa anaongea kama Yesu, hata kuvaa kwake alikuwa anavaa kama Yesu. Kwa hivyo kuna yale mavazi unaweza vaa watu wajue kwamba huyu hakika huyu ni mtumishi wa Mungu, na kuna mavazi ambayo utavaa kwamba watu waone kwamba huyu si mtumishi wa Mungu. So na tunapoangalia kama vazi la Pastor Ezekiel, vazi la Pastor Ezekiel, najua kwamba Pastor Ezekiel amekuwa maarufu kwa ile kiwango ambacho unakuta kwamba ameinuliwa labda kihuduma, amekuwa maarufu sana katika nchi ya Kenya, na umekuta ni mpasta ambaye amekuwa akitumika na sana na unabii na mambo sana ya unabii kuhusu mambo ya nchi na nini, na labda na mambo tuseme tu unabii. Unajua watu wengi sana wanapenda unabii, na namba kubwa ya watu wanapenda unabii na ishara, na mimi nasema si mbaya kama Mungu amemuita kama nabii na ishara, si mbaya. Lakini ila kwangu sikosoi, na nimeelewa kwamba sikosoi Pastor Ezekiel, lakini maandiko yanasema kwamba mtafuteni Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Tafuteni ufalme na hayo mengine mtazidishiwa. Shida hata si kwa pastor, shida ni kwa watu, kwa sababu watu wengi wanapenda kufuata miujiza kushinda kufuata Mungu. Kwa sababu unapokuta kwamba katika ulimwengu huu unafanya na wakati huu watu wengi wanakuwa kanisani mahali ambapo wanasikia kuna miujiza, mahali ambapo watatabiriwa hata kama wanadanganywa, lakini anapatiwa tu hope. Na watu wengi wanapenda sasa mahali ambapo wataambiwa wewe utakuwa tajiri, wewe utanunua nyumba, wewe utaenda Amerika, wewe utaenda wapi. Afadhali atabiriwe hapo atoke atakaye na atabiriwe pengine, tena atoke hapo aende atabiriwe pengine. Lakini shida inakuwa moja. Kama wewe ni mtu unapenda kwenda kwa nabii na haujampokea Yesu Kristo, kazi yako ni kwenda kutabiriwa, kuambiwa utakuwa nani, utakuwa mwingine, na umtafuti Mungu. Wewe ni sawa na mtu mwenye anaenda kwa mganga, kwa sababu wewe tofauti yako na mtu mwenye anaenda kwa mganga iko wapi? Kwa sababu wewe kazi yako unataka kujua mambo yako yatakuwa namna gani, mambo yako yatakuwa namna gani, mambo yako yatakuwa namna gani. Na watu wengi wamepotea kwa sababu ya kwenda kwa manabii, kwenda kutabiriwa. Mimi najua kitu kimoja, kwa sababu siku hizi watu wengi wanapenda kuiga watu, kuiga
watu. Na mimi watu hufuata baba yao jinsi alivyo. Kama baba yao ni mtu wa kupenda kuvaa kama unafika kwa siku hizi wakati wa Gen Z, kama baba yao labda ni mtu alikuwa anapenda kuvaa zile side pocket, ama anavaa nguo zile ambazo zile mshika kama zile ambazo za stocking, ukiza watoto wanavaa kama yeye. Hata mama unakutanga mama kama yeye anapenda nguo fupi ama anapenda long, akiza watoto wake wote watavaa long, na hivi itakuwa tu kama kawaida. Na hivyo unakuta kama Ezekiel anapenda kuvaa nguo nyeupe ya kanzu, hivyo watoto wake wanamuona akiwa smart kwa hivyo. Wale watoto wake ambao ni wachungaji nao walea, basi wanatamani kuwa kama Ezekiel. Kwa hivyo wanavaa kama nani? Kama Ezekiel. So wanapovaa kama Ezekiel, wanaamini kwamba mtu akiwaona ameona Ezekiel. Kwa sababu unasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Vile baba yao anapotabiri basi na unajua sasa na yeye analeaga manabii. Kitembea nabii na kama nabii. Analea manabii. Na kama analea manabii inamaanisha kwamba watoto wenye nazao wote ni manabii. So na kama ni manabii ili sasa wajulikane ni wa Ezekiel, wanavaa kama Ezekiel, kwa sababu watu wengi wanatakaga sana waitanishwe na mtu fulani. Namba kubwa hata unakuta katika injili hii hawataki kuitanishwa na Mungu, wanataka kuitanishwa na mtu fulani. Au wanataka, wengi wao sana wanataka umaarufu. Umaarufu vile ambavyo wanapoona kama mtu kama Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wewe kama ni kazi ni Uhuru Kenyatta, lazima watu wakuogope, wajue wewe umetoka katika familia kubwa. So namba kubwa wanapenda kujitanisha na nani? Na Ezekiel. Na hapo ndio shida inatokezea, kwa sababu wakati wamejitanisha na yeye, wakitoka huko nje wa kiasi, wakitoka kiasi waende wafanye mambo maovu, mtu atakayeharibiwa jina ni nani? Ni Ezekiel. Wakifika huko waanze kufanya uganga, waanze kufanya mambo ambayo ni uongo, mtakayelaiwa ni nani? Ni Ezekiel. Kwa hivyo hapo aliposema kubadilisha mavazi, hata kubadilisha mavazi pia watabadilisha. Kwa sababu wametoka, ni mbegu yake mwenyewe. So mtoto huwa kama baba yake. So nafikiri kwamba ile swala la kubadilisha mavazi angewacha tu wavae yale mavazi, kwa sababu mradhi kwamba jina hilo mavazi iandikwa jina Ezekiel. Sasa mimi nitasema kwamba hivi, kama watoto aliwalea na wakafunza kuvaa ile mavazi na wamezoea yale mavazi, awache wavae tu. Lakini waambie kwamba nao badilisheni majina ya kanisa, msiweke New Life. Ukianza kufanya uganga huko, basi weka jina yako useme mganga. Mganga kutoka Simbawanga. Ama andike mganga kutoka Kitui. Waache kuandika jina la New Life, kwa sababu wengine wanaandika New Life na wameingia katika uganga, kwa sababu kuna mambo ambayo mimi nasimanga ni uganga. Kwa sababu jambo la kwanza, wakati unapoanza kuambia mtu, ukuuzia mtu mchanga, unauzia mtu mchanga. Kuna wengine wanauzia watu mpaka pete za mikono. Kuna wengine siku hizi unakuta wanauzia watu mpaka hata pieces za nguo. Kuna watu yani wanauza mpaka nyumba ya Mungu imekuwa biashara. Na unakusikia maandiko yanasema kwamba Yesu aliwatoa katika nyumba yake kwa sababu ya kufanya nini? Waliopata wakifanya biashara. So mimi kile ninachowaambia kwamba ni watu wahubiri injili. Na pia ni kuambia pia hata wale ambao ni wafuasi wa pastor, kwa sababu najua wanapendwa na kila mtu. Lakini nasema kuna kitu moja naomba kwamba hata kama wanampenda, wachunge wasimpe utukufu. Kwa sababu ukimpa utukufu, naye Mungu atamuondolea utukufu. Kwa sababu kuna wakati mnapenda mtu, mnaanza kumwabudu, mnasema huyu ndiye baba yetu. Na hata mimi nikataa kuitwa baba. Mimi najua tu mimi ni mchungaji vile Mungu amenipa, mtumishi, na nikataa kanisani mtu asiniite baba. Kwa sababu Biblia inasema baba ni mmoja yuko mbinguni. Unapoanza kumuita mtu baba yako, basi unampa utukufu. Mnapoanza kumwimbia nyimbo za sifa, kwa sababu kuna wengine tunaona wanatunga nyimbo za kumsifu Ezekiel. So unapotunga nyimbo ya kumsifu Mungu mtu, basi wewe unakuwa unamwabudu Mungu. Na yule mtu anaweza kuwa hana shida, lakini wewe unaanza kumpa utukufu, basi
Mungu naye anaona utukufu, anaona wivu, kwa sababu Mungu hawezi share utukufu wake na mwanadamu yoyote. Kwa hivyo kuna namba kubwa ambao wanamwabudu badala ya kuabudu Mungu, wanamwabudu. Na kumwabudu kwa njia gani? Wanapompa sifa na utukufu. Kwa sababu mnatujua kwamba yeye tu ni mtumishi na anatumika tu vile alivyo, kudeliver ujumbe labda ambao Mungu amempa. Lakini naye ameitwa tofauti, kwa sababu mimi nami na wengine, hata na mimi pia nimeitwa tofauti, kwa sababu mimi kuna vitu tu ambavyo Mungu aliniambia nisifanye. Mungu aliniambia nitumie jina moja, jina la Yesu katika uponyaji, katika miujiza, tumie jina la Yesu. Lakini kuna wengine labda unakuta natumia vitambaa, tutumia maji, tutumia anointing oil, lakini hiyo yote mimi kwangu Mungu alinikanya. Na kama aliruhusiwa kufanya basi sawa. Asante sana Pastor. Sasa tukimalizia, tafadhali ningependa tuwapatie at least namba yako, mtu yote mwenye angependa kukupata atakupata vipi? Kwa namba ungepata tu ushauri wote wa kiroho, nambari yangu ya simu iko hapo 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki. Asante.